Bana, kumekuwa na mitazamo tofauti kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na hii issue ya Humphrey Polepole ambaye siku ya jana zilitoka taarifa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana, na majira ya mchana pia jeshi la polisi limekanusha kwamba haliko na Humphrey Polepole, na wenyewe wamepata taarifa hizo ambazo zimeibuliwa na ndugu zake. Kwa hiyo wanaingia kazini kufuatilia kwa undani kujua nini hasa kimetokea, kama taarifa za ukweli au la. Lakini kwa maelezo ya ndugu ni kwamba Polepole ametekwa, na hii sasa imeleta hofu zaidi kwamba Polepole hayupo tena kwenye mikono salama, yupo kwenye mikono ya watu wasiojulikana. Sasa wengi wanasema kwa namna ambavyo Polepole alikuwa akiongea na kutoa baadhi ya siri za viongozi ambao yeye aliwaita wanamtandao kwenye serikali hii ya awamu ya 6, lakini pia ni watu ambao wamekuepo kwenye serikali za awamu zote kwa mujibu wa Humphrey Polepole. Sasa wengi wanahisi kwamba hakupaswa kuishi nchini, hakupaswa kuwepo hapa kwa sababu ya usalama wake, kutokana na namna ambavyo watu ambao wamejaribu kuikosoa serikali au kutoa maoni yao ambao yanaenda against na serikali kwa namna moja ama nyingine wameonekana kama kuathiriwa na ukosoaji huo, kitu ambacho hata kwa Polepole inaonekana kama na riski maisha yake. Hasa msanii Roma ambaye pia ni mmoja ya wahanga wa matukio haya hapa, yeye pia kupitia ukurasa wake wa Twitter lakini pia Instagram aliandika kwamba mnaanza tena kumlaumu Humphrey Polepole kwa nini alikuwa Bongo nchini, na walioko nje ya nchi nao kila siku mnawasema wasipige kelele wakiwa mbali. Fimbo ya mbali haiwi nyoka, warudi nchini. Wakirudi nchini mtawalaumu tena kwa nini wamerudi, wangeongelea wakiwa mbali tu. And then akasema amueleweki, mnataka nini? Hao ni vijitebo ndio wanatakaga watu warudi. Roma ameulizwa Tanzania. So nini mtazamo wako? Je, ilikuwa sahihi kwa Humphrey Polepole kubaki nchini, au ilikuwa si sahihi kwake kwa usalama wake Humphrey Polepole kuendelea kubaki nchini? Bora angebaki huko Ulaya kama ambavyo mwanzo ilikuwa. Mimi ni Travis. Ciao.